Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunawasalimu kwa maana tulivu tukiwa pamoja nanyi katika siku mpya tarehe 1 Julai mwaka 2026, siku ya kwanza ya mwezi mpya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia mwezi mpya tukiwa na uhai, afya na matumaini mapya ya maisha. Mwezi uliopita umepitia ukiwa na changamoto na mafanikio yake, na sasa tunafungua ukurasa mpya wa Julai kwa amani, maendeleo na habari sahihi kwa wananchi wetu. Katika matangazo yetu ya asubuhi leo tutakuletea habari mbalimbali ambako kutoka ndani na nje ya nchi, hususan matukio yanaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la maziwa makuu. Na vile vile tunaendelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekomba na kusikufa kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kulugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi Teloje Longa, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamka tena katika hali ya taarifa zinazohusu taharuki kuhusu hali ya usalama katika mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini. Taarifa zinazosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zidai kuwa moja helikopta za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeangushwa katika eneo hilo, jambo ambalo lilizua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa na vyanzo kadhaa vya eneo la Baraka na Ulafizi unaonyesha kuwa kuna helikopta yote ya FARDC iliyoangushwa, kinyume na taarifa zilizokuwa zikisambazwa na baadhi ya akaunti kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa vyanzo 4 viliwasiliana na watu waliko katika eneo hilo, helikopta 3 za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikitokea katika maeneo ya milima ya juu ya Fizi kiwa katika operesheni zao za kawaida kuelekea mji wa Baraka. Safari hiyo ilifanyika katika mazingira ambayo hali ya usalama katika mashariki mwa nchi bado inaendelea kuwa ya tahadhari kutokana na mapigano na mvutano unaoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo. Vyanzo vinaeleza kuwa wakati helikopta hizo zikiwa angani zilifuatiliwa na ndege isiyo na rubani maarufu kama drone ndaiwa kuwa ya Rwanda. Ndege ilijaribu kuzuia na kushambulia helikopta hizo za FARDC, lakini kufanikiwa kufikia malengo yake. Badala ya kuangusha helikopta hizo, taarifa zinaeleza kuwa ndege hiyo isiyo na rubani maarufu kama drone ilipoteza uwezo wake na hatimaye ikaanguka. Wakati helikopta zote 3 za FARDC ziliendelea na operesheni zao bila kuathirika. Mashuhuda walikuwa Baraka wanasema kwa helikopta hizo zilitua kwa muda mfupi na baadaye ziliondoka tena kuelekea maeneo mengine ya kikazi, jambo lilothibitisha kuwa hakuna hata moja iliyoharibiwa wala kuangushwa. Katika mji wa Baraka, wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku, masoko yanaendelea kufanya kazi, usafiri unaendelea kama kawaida na hakuna hali ya taharuki kubwa iliyoripotiwa. Inaonyesha kuwa taarifa za kuangushwa kwa helikopta zilikuwa mbali na uhalisia wa kile kilichotokea katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa katika ukanda wa maziwa makuu wanaona kama tukio la hilo kama ishara ya kuendelea kwa mvutano wa kijeshi katika mashariki mwa Kongo. Wanasema kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya mapigano yaendelea kuwa changamoto kubwa za usalama kwa raia na vikosi vya serikali. Mtafiti mmoja wa masuala ya usalama katika ukanda ameeleza kuwa kuanguka kwa ndege isiyo na rubani drone kunaibua maswali mengi kuhusu hali ya usalama na wa anga katika mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wake, tukio hilo linaonyesha kuwa licha juhudi mbalimbali za diplomasia na makubaliano ya amani, hali ya tahadhari bado inaendelea katika eneo hilo. Kauli hiyo imekuja wakati ambako baadhi ya wananchi na viongozi wa kijamii wakionyesha wasiwasi wao kuhusu kuendelea kwa matumizi ya ndege isiyo na rubani katika maeneo mengi ya wakazi. Wanasema kuwa vitendo hivyo vinaweza kuongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na miaka mingi ya migogoro na mapigano. Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi na wa kijamii kutoka Kivu Kusini na Kaskazini wametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha zaidi ulinzi wa anga la nchi. Wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kukabiliana na vitisho vinavyoweza kuathiri usalama wa wananchi na miundombinu ya taifa. Katika miezi ya hivi karibuni, mashariki mwa Kongo inaendelea kushuhudia mvutano wa kijeshi katika maeneo kadhaa, huku wananchi wakiendelea kutamani kurejea kwa amani na utulivu. Matukio yanahusisha ndege isiyo na rubani yanaendelea kuzua maswali kuhusu mustakabali wa usalama katika ukanda huo. Kwa sasa hali katika mji wa Baraka inaelezwa kuwa ya kawaida, kuna taarifa za mapigano makubwa wala kuna udhibitisho wa kuangushwa kwa helikopta za FARDC kama ilivyokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Mamlaka za eneo pamoja na wadau wa usalama wanaendelea kufuatilia hali hivyo, huku wananchi wakihimizwa kuwa waangalifu dhidi ya taarifa zinazosambazwa ambazo zinaweza kusababisha taharuki isiyo na lazima. Ni tukio ambalo linaendelea kuvutia hisia za wengi katika mashariki mwa Kongo, huku macho yakielekezwa Baraka na Fizi ambako wale usalama endelea kufuatiliwa kwa karibu.
Katika maadhimisho ya miaka 66 uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika siku ya jana tarehe 13 Juni, Kanisa Katoliki kupitia Senko na Kanisa la Kristo nchini Kongo SSC wametoa ujumbe wa pamoja wakieleza wasiwasi kuhusu hali ya nchi. Viongozi wa dini walisema kuwa hali ya Kongo inaendelea kuwa ngumu kutokana na kuongezeka kwa migogoro, ukosefu wa mazungumzo kati ya Wakongo na kuongezeka kwa hali ya kutokuaminiana miongoni mwa wananchi na viongozi. Katika ujumbe wao, Senko na SSC wameeleza kwa hotuba za chuki, maneno ya ubaguzi na kauli za migawanyiko zinaendelea kuongezeka nchini. Pia wanasema kwa matusi, lawama na mashambulizi ya maneno yamekuwa yakiongezeka wakati ambako taifa linahitaji umoja, heshima na mshikamano. Viongozi wa dini wanasema kuwa maslahi binafsi yanaanza kutangulizwa kuliko maslahi ya kitaifa, hali ambayo inatayarisha mustakabali wa nchi. Kwa mujibu wa ujumbe wa amani imeendelea kutoweka hasa katika maeneo ya mashariki ambako vita na mgogoro vinaendelea kuathiri wananchi. Wanasema migawanyiko ya kisiasa na kutokuaminiana kunazofisha taasisi za nchi na kuchelewesha maendeleo ambayo wananchi wanayoyahitaji. Kutokana na hiyo, Senko na SSC wametoa wito kwa Kongo wote kuanza tena mazungumzo ya kweli ya amani na yanayowajumuisha watu wote ili kujenga umoja wa taifa. Viongozi wa dini wanaamini kuwa Wakongo wanaweza kukaa pamoja, kusikilizana na kutafuta suluhisho la matatizo yao kwa njia ya mazungumzo. Wanasema kuwa bado kuna matumaini ya kuijenga Kongo mpya na kuponya majeraha ambayo nchi imeipata. Wameonya kuwa ikiwa migawanyiko itaendelea, matatizo ya leo yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko siku zijazo. Ikumbuka kuwa tangu mwaka uliopita, baada ya kuanguka mji wa Goma na Bukavu miongoni mwa waasi, Senko na SSC wamekuwa wakiendesha mpango unaoitwa mkataba wa kijamii na kuishi pamoja kwa ajili ya kuleta amani nchini Kongo na katika ukanda wa maziwa makuu. Mpango ule uliwasilishwa kwa viongozi mbalimbali wa Afrika, kwa viongozi wa waasi wa M23 pamoja na viongozi wa Ulaya na Marekani, ikiwa na lengo la kuhamasisha mazungumzo kati ya pande zote ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa muungano wa waasi wa M23 Corneille Nangaa ameshutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kile alichokitaja kuwa kutokutekeleza ahadi zake katika mchakato wa mazungumzo ya Doha unaolenga kutafuta suluhisho la mgogoro unaendelea mashariki mwa nchi. Akizungumza katika ujumbe wake wa siku ya jana tarehe 13 Juni, Nangaa alisema kuwa tangu kuanza kwa mazungumzo, serikali ya Kinshasa haijawahi kuheshimu kikamilifu makubaliano na ahadi zilizokuwa zimejadiliwa katika mchakato huo wa kisiasa. Kwa mujibu wa Nangaa, maeneo ya Ruchuru, Masisi na Kale yanaendelea kushuhudia mashambulizi ya mabomu, jambo ambalo kwa mtazamo wake inaonyesha kuwa juhudi za kurejesha amani bado zinakabiliwa na changamoto kubwa. Kiongozi wao wa M23 alidai pia kuwa eneo la Minembwe limekuwa likabiliwa na kile alichokiita mazingira ya kibinadamu, akisema kuwa hali hiyo imeathiri maisha ya wananchi wanaoishi katika eneo hilo na kuathiri upatikanaji wa misaada na huduma muhimu. Nangaa alizungumzia swala la afya katika eneo hilo chini ya hospitali wa harakati yake, akisema kuwa M23 umehusika katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo na udhibiti, akidai kuwa harakati hiyo imechangia katika hatua za kinga na usimamizi wa afya kwa wananchi. Kauli hizo zinakuja wakati ambako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia kunaendelea kushuhudia hali ya wasiwasi na kiusalama katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kumaliza mgogoro huo. Mchakato wa Doha uliofanyika kwa ushirikiano wa wadau wa kimataifa unalenga kuwakutanisha pande zinazosika katika mgogoro mashariki mwa Kongo ili kujadili suluhisho la kisiasa na kurejesha amani ya kudumu. Hata hivyo, kauli za Corneille Nangaa zinaonyesha kuwa bado kuna tofauti kubwa na mtazamo kati ya pande zinazosika kuhusu utekelezaji wa makubaliano na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuleta utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Kwa sasa serikali ya Kinshasa haijatoa tamko rasmi kujibu madai hayo yaliyotolewa na viongozi wa waasi M23. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa mafanikio ya mazungumzo ya amani yanategemea zaidi uwezo wa pande zote kuheshimu ahadi zao, kujenga mazingira ya kuaminiana na kuweka mbele maslahi ya wananchi wanaoendelea kuathiriwa na migogoro ya muda mrefu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kardinali Fridolin Ambongo ameeleza wasiwasi wake na msimamo wake kuhusu kupinga mabadiliko ya katiba, akisisitiza kuwa kwa sasa taifa lina changamoto kubwa zaidi zinazohitaji kupewa kipaumbele kuliko mjadala wa kubadilisha sheria hiyo ya msingi ya nchi. Akizungumza kuhusu hali ya kisiasa na kijamii nchini, Kardinali Ambongo alieleza umuhimu wa kuanzisha mchakato wa kubadilisha katiba wakati ambako mamilioni ya Kongo wanaendelea kukabiliwa na matatizo ya usalama, umaskini na migogoro ya silaha, hasa katika maeneo mashariki mwa nchi. Kiongozi wa kanisa
Katoliki aliuliza iwapo kubadilisha katiba, jambo ambalo baadhi ya watu wanahusisha na uwezekano wa muhula wa 3 wa rais, ndio suluhisho sahihi kwa matatizo makubwa yanayokabili wananchi wa Kongo. Kwa mujibu wa Kardinali Ambongo, swali muhimu ambalo viongozi wa nchi wanapaswa kujiuliza ni kama mabadiliko ya katiba yanaweza kuleta amani, usalama na maendeleo kwa wananchi ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakikabiliwa na vita, ukosefu wa huduma za msingi na hali ngumu ya maisha. Akinukuu msimamo wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo, kardinali huyo alisema kuwa kwa sasa waoni sababu ya msingi wala dharura wala nafasi inayohitaji mabadiliko ya katiba. Aidha, kwa taifa linapaswa kuelekeza nguvu zake katika kutafuta suluhisho la matatizo yanayogusa wananchi moja kwa moja. Kardinali Ambongo alieleza kuwa Kongo inahitaji kuanza kurejesha amani katika maeneo yanayokumbwa na migogoro, hususan katika Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, ambako maelfu ya wananchi wamepoteza maisha huku wengine wakilazimika kukimbia makazi yao. Kwa upande wake, kanisa Katoliki imeendelea kusisitiza kwa ustawi wa wananchi, haki za kijamii, upatikanaji wa huduma za msingi na usalama wa watu wanaopaswa kuwa ajenda kuu ya viongozi wa taifa. Kauli ya Kardinali Ambongo inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya katiba unaendelea kujadiliwa na baadhi ya wanasiasa nchini. Wapo wanaamini kuwa katiba inaweza kuifanya marekebisho, huku wengine wakipinga hatua hiyo na kusema kuwa isiyo ya kipaumbele kwa sasa. Kardinali huyo ameonya kuwa mjadala ya kisiasa inaweza kuongeza migawanyiko miongoni mwa wananchi, inapaswa kushughulikiwa kwa tahadhari kubwa, hasa katika kipindi ambacho nchi inahitaji umoja na mshikamano. Amesisitiza kuwa viongozi wa Kongo wanapaswa kusikiliza kilio cha wananchi walioteseka kutokana na vita, njaa, ukosefu wa ajira na changamoto za maisha ya kila siku, badala ya kuelekeza nguvu katika mjadala ambayo ileti suluhisho la haraka kwa matatizo hayo. Kwa kutimisha, Kardinali Ambongo amelikumbusha kuwa amani, umoja wa taifa unapaswa kuwa na wananchi ndio ambao wanapaswa kupewa kipaumbele nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, mustakabali wa taifa unategemea mabadiliko ya katiba pekee, bali unategemea uwezo wa viongozi na wananchi kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maslahi ya nchi na kizazi kijacho. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la Synco, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. Miaka 66 baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake, viongozi mbalimbali nchini wanaendelea kutoa ujumbe wao kwa wananchi kuhusu hali ya taifa na mustakabali wa nchi. Katika mkoa wa Ituri, gavana wa kijeshi Jenerali Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi ametubia wananchi wa mkoa huo kutoka mji wa Bunia, akitoa ujumbe uliogusia historia, changamoto na matumaini ya baadaye. Katika hotuba yake, Jenerali Kasongo Mulumba amesema kuwa tarehe 13 Juni haipaswi kubaki kuwa siku ya kumbukumbu pekee ya uhuru wa Kongo, bali inapaswa kuwa fursa ya kutafakari kuhusu hali ya taifa na kujenga mustakabali bora wa vizazi vijavyo. Kwa mujibu wa gavana wa kijeshi mkoa wa Ituri, ambako kwa miaka mingi umekumbwa na migogoro ya silaha, machafuko na mauaji ya raia, unahitaji kugeuzwa kurasa wa chuki, migawanyiko na vurugu ambazo zimeathiri maisha ya wananchi wengi.
Amesema kwa wakati umefika kwa wakazi wa Ituri kuweka pembeni tofauti zao na kujenga mkoa wenye amani, maridhiano na mshikamano. Kwa mujibu wake, kila jamii inayoishi Ituri inapaswa kuheshimiwa na kupewa nafasi katika kujenga maendeleo ya pamoja. Jenerali Kasongo Mulumba ameeleza kuwa moja ya malengo yake makubwa ni kutekeleza maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambao analenga kurejesha amani na kuimarisha mamlaka ya dola katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Kwa mujibu wa gavana huyo, maono hayo yanajengwa katika misingi mitano muhimu. Msingi wa kwanza ni kurejesha amani na usalama kwa wananchi, wa pili ni kulinda maisha na mali za wananchi, wa tatu ni kuimarisha uwepo wa serikali katika maeneo yote ya mkoa, wa nne ni kuimarisha umoja wa kitaifa na mshikamano wa wananchi, na wa tano ni kuhamasisha maendeleo endelevu kwa manufaa ya wananchi. Amesema kwa serikali ya mkoa kwa ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi la taifa pamoja na wadau mbalimbali wa kijamii itaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kutekeleza malengo hayo. Mbali na masuala ya usalama, gavana huyo pia ametoa wito kwa wananchi wa Ituri kushiriki kamilifu katika juhudi za kujenga amani ya kudumu. Amesema kuwa amani haiwezi kupatikana kwa nguvu za serikali pekee, bali inahitaji ushirikiano wa wananchi wote. Katika hotuba yake amezungumzia mambo manne muhimu ambayo wananchi wanapaswa kuyapa kipaumbele. Kwanza ni kuunga mkono juhudi za amani na maridhiano, pili ni kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuishi kwa kuheshimiana, tatu ni kuheshimu hatua za kinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambako bado unaendelea kuwa tisho kubwa katika baadhi ya maeneo, na nne ni kulinda mafanikio ya maendeleo ambayo tayari yamepatikana. Jenerali Kasongo amesema kwa lengo la kuacha urithi mzuri kwa vizazi vijazo ni kujenga Ituri yenye amani, maendeleo na mshikamano. Katika sehemu iliyogusa hisia za wengi, gavana alitoa salamu za pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na vurugu na mashambulizi yalitokisa mkoa huo katika miaka ya hivi karibuni. Pia aliwakumbusha watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Ituri ametoa rambirambi kwa familia zote zilizofiwa na kusisitiza kwa mamlaka za mkoa zitaendelea kwa karibu na waathirika wa mgogoro na magonjwa. Alitoa pongezi kwa wanajeshi wa FARDC, polisi wa taifa, wahudumu wa afya na wananchi ambao wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kurejesha amani na kupambana na changamoto mbalimbali zinazokabili eneo hilo. Amehitimisha hotuba yake. Jenerali Kasongo Mulumba amesema kuwa changamoto zinazokabili Ituri hazipaswi kuwafanya wananchi kupoteza matumaini. Kwa mujibu wake, matatizo yaliyopo yanaweza kushindwa ikiwa kutakuwa na umoja, mshikamano kati ya wananchi na viongozi. Ameleza maono yake ya Ituri ya kesho kuwa ni mkoa ambao wakulima watarejea mashambani bila hofu, watoto watasoma katika mazingira amani, wafanyabiashara watafanya shughuli zao kwa huru na wawekezaji watapata mazingira salama ya kuwekeza. Kwa mujibu wake, Ituri na uwezo wa kurejea kwa umoja na mkoa wenye amani, umoja na maendeleo nchini Kongo. Katika maadhimisho ya miaka 66 uhuru wa Kongo, ujumbe wa gavana wa kijeshi Ituri umebeba matumaini mapya kwa wananchi wa mkoa huo, ukisisitiza kuwa amani, mshikamano na maendeleo ndio msingi wa kujenga mustakabali bora wa Ituri na taifa la Kongo kwa ujumla. Waziri wa mawasiliano wa vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema kwa mchakato wa mazungumzo ya Doha unaendelea licha ya changamoto zinazojitokeza na kile alichokitaja kuwa ni ukosefu wa nia njema kutoka upande wa Rwanda. Akizungumza katika mahojiano ya kituo cha Tele-Sud, Patrick Muyaya alieleza kuwa serikali ya Kongo itaendelea kushiriki katika juhudi za diplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi kupitia mazungumzo yanayofanyika Doha. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, pamoja na ugumu unaokabili mchakato huo, bado kuna kazi kubwa inaendelea nyuma ya pazia ili kufanikisha suluhisho la kudumu la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Muyaya alisisitiza kuwa serikali ya Kinshasa itaendelea kuonyesha utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo hayo kwa kulenga kutafuta amani, huku akieleza kuwa baadhi ya vikwazo vinaendelea kujitokeza katika mchakato huo. Akizungumza swala la kubadilishana wafungwa ambalo limekuwa moja mada muhimu katika mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23, Muyaya alitangaza kwa kundi la kwanza la wafungwa waliotakiwa kuachiliwa kwa mujibu wa madai ya M23 tayari wamewasili mjini Beni. Kwa mujibu wa waziri huyo, wafungwa hao kwa sasa wanasubiri hitimisho la mazungumzo yanayoendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kuhusu namna ya kutekeleza operesheni hiyo ya kubadilishana wafungwa. Patrick Muyaya alieleza kuwa Uganda imefunga baadhi ya mipaka yake kutokana na sababu za kiafya, jambo limeathiri taratibu za usafirishaji wa wafungwa hao kuelekea maeneo yanayokubaliwa.
Kwa mujibu wa maelezo yake, wafungwa wanaotakiwa kubadilishwa na upande wa M23 wanatarajiwa kupitia nchini Uganda kabla ya kufikishwa Bunagana. Vile vile wafungwa wa Kongo wanaoshikiliwa na waasi wa M23 wanatarajiwa kutumia njia hiyo hiyo ya Uganda kabla ya kurejea katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Msemaji wa serikali amesema kuwa mazungumzo na mamlaka za Uganda bado yanaendelea ili kupata suluhisho linaloruhusu operesheni hiyo kufanyika kwa usalama na kwa kuzingatia masharti ya kiafya yaliyowekwa. Swala la kubadilishana wafungwa limekuwa moja ya hatua zinazotazamwa kwa karibu katika mchakato wa Doha, kwa inaonekana kama ishara ya kujenga uaminifu kati ya pande zinazosika katika mgogoro wa mashariki mwa nchi. Wachambuzi wa siasa wanaamini kwa utekelezaji wa makubaliano ya kubadilishana wafungwa unaweza kusaidia kuimarisha mazungumzo na kuunda mazingira mazuri ya kuendelea kujadili masuala mengine muhimu yanayohusiana na amani. Hata hivyo, baadhi ya wadau wanaendelea kueleza wasiwasi kuhusu kasi ya utekelezaji wa makubaliano mbalimbali yanayotokana na mazungumzo hayo, huku wakisisitiza umuhimu wa pande zote kuheshimu ahadi wanazozitoa. Katika miezi ya karibuni, mchakato wa Doha umekuwa moja ya njia kuu za kidiplomasia zinazolenga kutafuta suluhisho la mgogoro unaendelea mashariki mwa nchi, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yamesababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao. Kwa sasa macho wengi yameelekezwa katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Kongo, Uganda na wadau wengine wakikanda kuhusu swala la wafungwa ambalo linaweza kuwa hatua muhimu katika kuendelea na mchakato wa amani. Patrick Muyaya amesisitiza kuwa serikali ya Kongo itaendelea kushiriki katika juhudi zote za diplomasia zinazolenga kurejesha amani, usalama na utulivu katika mashariki mwa nchi, huku akitoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano na kuonyesha nia ya kweli ya kumaliza mgogoro unaendelea kwa miaka mingi. Sommes-nous aujourd'hui avec le processus de Doha, les discussions avec les SM23? Les processus de Doha, souvenez-vous que nous sommes accordés, notamment à Montreux, sur un cessez-le-feu. Il y a un travail qui est en cours, mais qui rencontre toujours la mauvaise foi du Rwanda, qui en réalité le fait miroiter la paix à toute la communauté internationale, parce que le Rwanda ne peut survivre que grâce à la guerre, premièrement. Deuxièmement, il y avait un point de progrès, notamment la question de libération des prisonniers. Nous sommes assez avancés, parce que le premier groupe des prisonniers à libérer sont, au moment où je vous parle, à Beni. Il faut qu'ils passent par l'Ouganda avant de rejoindre justement Goma. Et c'est des discussions maintenant qui doivent tenir compte du protocole sanitaire appliqué par le président, par l'Ouganda, parce que nous avons une épidémie d'Ebola qui se vit dans la région. Dès qu'on s'accordera avec les autorités ougandaises sur le protocole à mettre en place, le premier groupe de prisonniers pourra rejoindre Goma et vice-versa pour ceux qui sont concernés, des nôtres qui sont sous arrestation de ces criminels. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News FM kwa tarehe 1 Julai mwaka 2026. Tunakumbushana kuwa habari tunazowasilisha zinatoka katika vyanzo mbalimbali na zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu, hivyo tunaendelea kuwahimiza wananchi kwa watulivu na kuchukua tahadhari zaidi ya taarifa zisizo rasmi zinazoweza kusababisha taharuki. Tunaendelea kuamini kuwa mwezi huu mpya wa Julai utaleta matumaini mapya kwa amani, utulivu na maendeleo kwa wananchi wetu, hususan katika maeneo yanayoendelea kukabiliwa na changamoto za usalama. Basi kabla ya kuhitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kukumbusha kwamba hii ni Kivu News FM, ambako tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi tunasema asanteni sana kwa kuwa nasi. Endeleeni kufuatilia Kivu News FM kwa taarifa sahihi na za haraka na zenye kuaminika. Basi tuungane pamoja kwa kujenga amani yenye taarifa sahihi na mshikamano. Hii ni Kivu News FM. Bye bye na chao. Mungu awabariki na tutanane tena katika taarifa zetu zijazo.